Mambo vipi? Hii ni kwa wewe ambaye unamiliki YouTube channel. Ila hata wewe ambaye bado hauna channel, unaweza kufungua channel kwa siku kuingia kwenye mifumo ya kwanza kulipwa. Hasa kwa wewe ambaye unamiliki YouTube channel na tayari umeshaanza kulipwa, ukiingia kwenye channel yako sehemu ya chini ya earn, utakutana na ujumbe kama huu. Starting on 12 May 2025, to improve your earnings potential, we will add automatic ad slots on top of manual ones on your existing videos. You can choose to continue managing your ad slots manually. Ujumbe unamaanisha nini? Kabla sijamwambia ujumbe unamaanisha nini, nikwambia kitu kimoja kwamba hawa YouTube the way wanavyolipa watu, wanavyolipa content creators, wanawalipa baada ya kuwa wameupload zile video zao, na zile video zao zimewekewa matangazo. Yaani yale matangazo ndio yanafanya wewe ulipe, kwa sababu yale matangazo ni makampuni mbalimbali ya biashara ambayo yanatangaza kupitia YouTube. Wanagawana share 60% unapewa wewe, 40% wanachukua wenyewe YouTube. Ndio maana wanaambia kila siku YouTube hawalipi kwa viewers, YouTube wanalipa kwa matangazo yanayokuwa na display. Hasa wa YouTube wameleta hiki kitu ili kuongezea kipato content creators. Kwa hiyo content creators ambao wameshaanza kulipwa, jipigie makofi. Ila kama sio bado content creator, maana yake kila siku unatazama video za wenzako, wewe unaacha hela mezani. Kwa hiyo nitolee labda mfano, in case content creator kwa mwezi ulikuwa na uwezo wa kutengeneza $500, basi kuanzia tarehe hii, tarehe 12 Mei, una uwezo wa kuja kutengeneza hata dola ngapi? $700. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunafahamu kabisa YouTube wanalipa kupitia matangazo. Kwa hiyo sasa kwenye yale matangazo ambayo walikuwa na display hapo awali, walikuwa tu wanaweka yenye automatic, walikuwa labda video yako ndefu, wanaweka tu automatic labda katika sentence fulani, labda nimeongea tulipokuwa tukienda kanisani au tulipokuwa tukienda shuleni. Sasa nimeongea tulipokuwa tukienda, afu linatokea tangazo. Sasa ile pale wenyewe YouTube walivyofanyia tafiti wakagundua kwamba hicho kitu kinafanyaje, kinafanya watu wasikae kwenye channel yako watoke. Kwa hiyo akaleta kitu fulani hivi tunakiita, una uwezo wa kuadi matangazo kwamba ya display kwenye zile bridge point. Kwa mfano umeongea labda point ya pili, point ya tatu, mpaka ingie point ya 4 pale katikati pale. Sasa kabla hujarejea ile point ya 4 inatokea tangazo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho usizia watu wanataka wafanyaje, wanataka kifanye. Lakini pia kwanza hii tarehe, maana yake wewe mwenyewe kwenye kila video unayo upload, utakuwa na uwezo wa kuweka tangazo lako kwamba mimi nataka tangazo whatever idadi yote utakayohitaji wewe, replay hapa, replay hapa, replay hapa. Lakini still hawa jamaa watakuwa na uwezo wa kuweka nini, wa kuweka matangazo yao wenyewe automatically kwenye katikati ya zile video zako. Na hiyo ndio mimi nakurecommend kwamba lazima uiwashe, ili wenyewe wao wanaweza kuweka matangazo automatically. Lakini pia wewe mwenyewe kama video yako ni ndefu na zaidi ya dakika 8 na kuendelea, una uwezo wa kuongezea matangazo. Kama mimi tangazo fulani nataka tangazo replay hapa, replay hapa, replay pale. Sasa jinsi ya kuweka matangazo, kikubwa subscribe kwenye channel, tutaendelea kufundishana mbinu mbalimbali za kuhusiana na hiyo YouTube. Kwa hiyo sasa kwa wewe ambaye umeshaanza kulipwa, moja kwa moja ukienda hii sehemu ya dashboard yako hapa, utakutana na ujumbe. Kwa hiyo utakuja hapa manage. Anakuambia manage, utamanage hapo. Anakuambia manage mid rolls and slots on existing videos. Maana yake starting on 12 May, we will improve mid rolls quality by showing more ads at natural break point. Maana yake kuanzia tarehe 12 Mei tuta improve yale matangazo katikati, zile sema ambazo unakuwa kuna nini, kuna natural ndio vingine umeongea afu ukapose fulani hivi. This will reduce the number of mid-roll ads shown in interruptive ad slots. Haya matangazo yalikuwa na display tu ya video bila mpangilio yatapunguzwa, such as those in the middle of sentence, mfano hapo katikati ya sentence. We believe that showing fewer interruptive ads, tunaamini kwamba kuonyesha zile interruptive ads zikiwa chache itapelekea more views and increase the overall revenue opportunity for creators. Maana yake ita increase nini? Ita increase fursa kwa creators ambao wanatumia mtandao wa YouTube. Na siku zote tunasema YouTube mpaka wameleta kitu, maana yake ashakifanyia tafiti wakagundua kwamba tukifanya hivi itakuwa vile. Kwa hiyo creators popote ulipo, jipigie makofi kwa sababu tunasema unaenda kuongezewa mshahara. Haya, to prepare for this change, ili kujiandaa na mabadiliko, tunakushauri that you turn on automatic ad slots for your existing videos. Maana lazima zile video ambazo tayari ushazi upload
uweze kuwasha automatic. Maana sasa mabadiliko yakianza tarehe 12 Mei, maana zile video zako zote za nyuma wanaenda kufanya kitu kama hicho. These slots are designed to be at natural breakpoints and will work with your existing manual ad slots. Maana zitafanya kazi hata kwenye zile video nyingine za nyuma. Creating new opportunity to show mid-roll ads when we stop showing them in interruptive points in videos. If you prefer to manage your ad slots manually, you can opt out of automatic ad slots on your existing videos until 12 Mei. Hapa nakwambiaje, kama wewe unapenda kuendelea kuanza kumanage video zako manually, unaweza kaachana na mfumo wa automatic ambao watakuwa wanakuwekea yenye matangazo juu ya video zako. Mpaka usubiri tarehe ngapi hiyo? Tarehe 12 Mei. Sasa hapa chini kuna option mbili. Kuna turn on automatic ad slots in addition to your manual ad slots. Na wameandika kabisa pale recommended, maana yake unaruhusu wa jamaa waweke video zao, matangazo juu ya video zako automatic. Lakini option ya pili, opt out of additional automatic ad slots and continue managing manually. Maana yake achana na hizo vitu ya kuweka automatic. Bora uendelee tu kuweka mwenye manually. Kwa hiyo acha option ya juu hiyo, utabonyeza nini? Utabonyeza save. Haya. Kwa hiyo kama mnavyoona hapa mnaambikia kwanza tarehe hiyo hapo, tarehe 12 Mei, automatic ad slots will be added to your videos that contains manual mid-roll ad slots. Nakushangaa mpaka leo hujafungua YouTube channel. Tunaenda kuongezea mshahara wenzenu huko. Kwa hiyo kama mnavyoona, video yangu tayari ipo kwenye nini? Ipo kwenye review. Haya mambo niliyotuma tayari yapo kwenye review. Kwa hiyo kwa wewe ambaye una YouTube channel, alafu haujawasha hii settings, basi nenda kaiwashe, maana unaenda kutia sahihi ya kujiongezea mshahara, kwa sababu matangazo yatakuwa yanaonyesha mengi zaidi. Wenyewe automatic, na wewe unakuwa unaweza kuset kwa matangazo lionekane hapa, lionekane pale, lionekane pale. Kwa siku more money. Jinsi gani utaweka haya matangazo manual automatic, vitu vinakwaje? Wewe kikubwa kufanya bonyeza button ya subscribe na hiyo kengele inajitokeza pembeni yake, kwa sababu kupitia channel hii utapata tips mbalimbali na kuweza kukuza channel yako ya YouTube. Kwa wewe ambaye bado haujamiliki YouTube channel na unahitaji leo uingie kwenye mfumo wa kwanza kulipwa wa kumiliki YouTube channel yako, basi usisite kuwasiliana na mimi kwenye namba zinazoonekana chini kwenye screen yako. Nina kozi maalum kwa ajili yako, na kozi inagharimu shilingi 70,000 tu. Mwisho siku tuanze kulipwa wote. Mimi sina la ziada kwenye video hii. Tukutane kwenye video ijayo. Asante.